Ndio yani kama nikashtuka vile nikasema iliniuma sana, nikasema kwamba ni bora nifanye vitu ninavyofanya kwa nchi yangu au kwa Afrika, kwa sababu mwisho siku hata wasiposema asante najua nimefanya nyumbani. Yes. So that's when I knew kwamba inabidi sasa nirudi Tanzania. Kwa hiyo kutokea pale ndio nikaanza kujipanga kwamba I'm going back home, I'm going back to Africa. Na kama ungeendelea kufight ilikuwa inawezekana? Kulikuwa na uwezekano kuendelea kufight, lakini hiyo ilikuvunja moyo. Ilinivunja moyo, lakini pia ni kama vile yani kuvunja moyo ni negative word, kama niseme ni ilinipa motisha wa kuanza kufanya kazi kwa ajili ya Afrika. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. How do you think we can be proud? We are African. That should be the first reason for us to be proud. Our story began with us as kings and not as slaves. What do you think of our African leaders? I want to be loyal to my people and I want to be loyal to my leaders. I'm going to question them, I'm going to ask them, I'm going to keep them accountable with everything they say, everything they do, but I'm not going to turn away from them. The African diasporas, they have as much responsibility. Africa is one big family with 55 different children, 54 countries in Africa and one diaspora. Having all these amazing big museums, it would help Africans. Back in the days when colonizers came, they took away our heritages. They're getting actually a lot of money because they have our artifacts. And by the way, bring back our heritage. When you asked that question, I would like to know where you were. Yeah. What even pushed you? If we want Africa's solution to African problem, then we need to fund African Union and not the West. Rofna just had a concert and you were there, so I'm hoping you met him then. Our Prime Minister was at a meeting that you were in a few days ago. Did you get that chance? Hey, thank you. I'm not saying nothing. Hey, I'm good. It's good to see you. Hey. Well, I'm Mika Chavala from Tanzania, Africa. I would love to say that I'm just an African who works for Africa. Right? Yeah, I'm One Africa guy. You know, I'm the founder of One Africa and Swahili Nation, and you know, my passion is to see a united Africa, One Africa. Well, first thing I think I want to address something to Africans, that we should be proud with what we have. We should be proud of our culture, our languages, our food, our movies, everything we have. We should be proud of that. If we are proud of what we have, then it doesn't matter how much Westerners they're going to try to influence us, but we'll be like, you know what? We love our culture more than we love your culture. Our culture, our country always comes first. Africa first, right? That's the first thing. Second thing to the Westerners, I think it's a time to, it's a time not to undermine Africa. You know, we're not the same people they colonized us like 60 years ago, right? They cannot take advantage of us any longer. We understand, we know our culture, we know ourselves, and that's why we're saying no more, right? To that. So for them, I think, hands off Africa. That's what I can say. If you want to collaborate, cooperate with Africa, then you should know that we have to be equal partner. You have to treat us with respect. And Africans, we have to treat ourselves with respect. I think that will help us to, to change all this perspective of neo-colonialism. It has always been my dream to, come to Ethiopia. I've been dreaming for this moment for like 2 years. And one of the questions that people, they always ask me is, why do you love Ethiopia? And I'm going to try to answer two questions that maybe even you guys, you have that question for me right now. Why do I love Ethiopia? Ethiopia is Africa. I don't need to know you. I don't need to understand you. I don't need to see you to love you. I simply love Ethiopia because Ethiopia is Africa. And I love Ethiopians because Ethiopians are Africans. So because of you, I exist.
and because of me you exist. The second question, why do I love Africa? I love Africa because I'm African. There is no one else to love Africa except me. There's no one else to protect Africa, to defend Africa, except me, because I'm African. It's my pride, it's my heritage, it's my nature, it's in my blood. I have African blood in me. We might be speaking different languages, we might be like wearing different clothes today. I look like Habesha here. We might be eating different food, but the fact that you are African and I'm African, I love you. Ethiopians are people who are so proud with their culture, with their food, with their heritage, with their people. You know, when I came here, I was really amazed. I think every other African nation should learn from Ethiopia how much they love themselves. They love what they have. And the same spirit that you guys have for your country, you guys have for your culture, the same spirit we should have for Africa. You know, when you go abroad, nobody call me Tanzanian. They call me African. And whatever I do, they don't say, Mika did this. They say, African, that African guy has done this and that. So I represent Africa. You represent Africa. We represent Africa. That's the reason why we're here today. That's the reason why we should love one another. That's the reason why we should protect one another. That's the reason why we should stand for one another. Because if you fail, I fail. If you don't have peace, I don't have peace. If you die, I die. And if you survive, I survive. And that's what we need. We need people who will love Africa with everything they got. Because out there, nobody loves Africa. And it's my responsibility. It's our responsibility to love Africa, to defend Africa with everything we got. Thank you so much. Mambo vipi mwana SNS popote pale ambapo unatufuatilia. Mimi naitwa Frederick Bundala Skywalker. Karibu sana na kwenda kuzungumza na rafiki yetu mpambanaji sana Mika Chavala. Ana mwanzilishi wa channel na kampuni, ni kampuni lakini ina channel yake ya YouTube inaitwa Swahili Nation ambayo inafanya vizuri sana. Na mimi nilimfahamu Mika kipindi bado yupo anasoma Korea. Korea Kusini, si ndio? Ndio. Maana ukisema Korea tukauliza kaskazini Pyongyang ama wapi? Ni Seoul. Ulikuwa naishi Seoul? Yeah, Seoul. Inatamka Seoul kama soul music. Yeah, Seoul. Soul roho. Exactly. Okay. Sio Seoul. Watu wengine wanasema Seoul, lakini inatamka Seoul. Yaani hata usicomplicate sana, ni Seoul. Yeah. Okay. Yeah. Bana vipi mzee? Safi mkuu. Nashukuru sana. Maisha vipi? Maisha ni kupambana. Okay. Tunajua hapa Tanzania nchini kwetu najua. Tunapambana, tunapigana. Yeah. Na mara mwisho ulikuja hapa, lakini ulikuja kwa ajili ya kunihoji mimi. Na interview ile ilikwenda kwenye Swahili Nation ambayo ilikuwa ya lugha iliyokuja na meli. Kwa hiyo tukapambana. Mzee siku hiyo nilitoka, ilibidi nile chakula kingi sana. Kwa sababu nitumia energy nyingi. Lakini wewe umezoea mzee. Wewe lugha unayoitumia kwenye Swahili Nation ni Kiingereza zaidi. Na audience ambao wametokea kuipata ni ile inayoelewa Kiingereza. Nikupongeze sana kwa movement kubwa ambayo unaifanya, ambayo wewe ni pan-Africanist. Yes. Ni kweli. Well, tutaongea mengi zaidi kuhusiana na yale ambayo unafanya kwenye channel yako, safari ya Ethiopia. Natamani sana uniambie uliona nini, ulijifunza nini na vitu vingi ambavyo unavifanya. Lakini Mika, leo nataka kwa ule ambaye anaifahamu Swahili Nation, amfahamu Mika na vitu kama hivyo. Nafahamu kwamba mimi kipindi ambacho unasoma Ethiopia Korea, ukaniambia unarudi Tanzania. Nikasema kwa nini unarudi huku nyumbani? Au sio? Kabla sijataka kujua maisha yalikuwaje kule na kacha za kule, vitu vya kushangaza, kwa nini uliamua kurudi nyumbani? Au shule ulimaliza? Kwa kweli shule nimeshamaliza zaidi ya miaka 5 iliyopita. Sasa nimekaa kule kwa miaka 9. Kwa miaka 5 ilikuwa ya shule, mwaka mmoja lugha, miaka 4 degree nikawa nimeshamaliza. Lakini lengo kubwa la kurudi kwa sababu ndani ya huo muda wote wakati nipo kule nilikuwa kimsingi kama nafanyia kazi serikali ya Korea. Yaani vitu vyote ambavyo tunafanya, ndio maana nikapewa honorary citizenship ya pale mji wa Seoul, kwa sababu
ya kuitangaza Seoul kwa mataifa wengine. Sababu kuna wengi sana waliokuja Korea kwa sababu ya kile ambacho nilikuwa nakifanya, kuitangaza culture ya Korea. Lakini sasa mwisho wa siku nikaja kujua kwamba wale watu wanapenda sana ukwao, wanapenda sana Korea, na yani ni watu ambao wana appreciate pale ambapo unafanya kitu kinachohusu wao. Lakini wakati mwingi sana nilipokuwa kuna wakati nipata shida ya visa, na nafahamu watu wengi sana ambao wapo kwenye serikali na vitu kama hivyo, na tukawa tumeenda kwao kuzungumza nao, lakini hakuna mtu ambaye ataka kusaidia. Yani wote walikuwa hapo kimya. Kwa hiyo pale yani kama walikukataa hivi. Kama walinikataa vile. Huko hapo mimi nimekuwa nafanya sana kazi kwenye vitu mbalimbali vinazohusu nchi yao. Yeah. Kwa hiyo pale mimi nikafikia nikajua kwamba yani iliniuma sana. Nikasema kwamba na watu yani nimefanya kila kitu. Walikuchinjia baharini wanasema Waswahili. Hata wakujali. Hapo najua kwamba visa inaisha, alafu natakiwa niondoke kama miezi kadhaa inayokuja. Ila watu hata hawajali. Iliniuma sana. Kwa hiyo ukiangalia ulivyojitolea kwa ile nchi. Exactly. Na suzura wamekuwa na appreciate kwamba asante, wamenipa hata hiyo analysis. Yenyewe ina maana gani by the way? Yani hile ni kama mimi nilidhani umepewa uraia. Hapana. Ile ni kama yani unakupa kadi ambayo inakutambulisha kama wewe ni mtu ambao yani serikali ya Korea inakushukuru kwa vyote ulivyofanya. Okay. Umeona? Yeah. Lakini haikusaidii chochote. Labda itakusaidia tu kama kama cheti cha appreciation, kama vile umeshiriki seminar ukapewa. Haina maana yote. Haina maana yote. Labda waibadilishe huko mbeleni. Kwa hiyo pale mimi ndio nikashtuka vile. Nikasema iliniuma sana, nikasema kwamba ni bora nifanye vitu ninavyofanya kwa nchi yangu au kwa Afrika, kwa sababu mwisho siku hata wasiposema asante najua nimefanya nyumbani. Yes. So that's when I knew kwamba inabidi sasa nirudi Tanzania. Kwa hiyo kutokea pale ndio nikaanza kujipanga kwamba I'm going back home, I'm going back to Africa. Na kama ungeendelea kufight ilikuwa na uwezekano? Kulikuwa na uwezekano kuendelea kufight, lakini hiyo ilikuvunja moyo. Ilinivunja moyo. Lakini pia ni kama vile yani kuvunja moyo ni negative word. Kama niseme ilinipa motisha wa kuanza kufanya kazi kwa ajili ya Afrika. Okay. Huko mwanzo nilikuwa nafanya, lakini yani nilikuwa naona kama mbona huku nimekubaliwa, mbona wananipa nafasi, mbona wananiheshimu, lakini kumbe ni heshima tu ambayo yani ya muda. Lakini hawezi hawezi kukuheshimu forever. Ni tofauti na huko nyumbani. Unajua watu wachache watakubali, lakini watakuheshimu forever. Nilikuwa nikikufuatilia, nikiangalia achilia mbali vitu vya YouTube na Swahili Nation. Ukiangalia page yako ya Instagram ulikuwa unashiriki vitu vingi sana vya Korea kwenye performance, concerts, unaimba. Apparently ni mwanamuziki vile vile, lakini kipaji ambacho Mika ukikutana naye hawezi kukuonyesha. Okay. Ulijichanganya sana na community ya Korea, na Kikorea ulikuwa unapiga fluent. Kabisa. Niko vizuri kabisa. Wakati nimefika Korea nilijiambia kwamba mimi sijaja hapa tu kusoma. Nimekuja hapa kuielewa hii jamii, lakini nimekuja hapa kujifunza mambo mengi, kwa sababu watu wa mataifa wengi sana wapo Korea. Kwa hiyo nilipofika pale Jumatatu mpaka Ijumaa nilikuwa naingia shuleni, lakini siku hizo bado nilikuwa natoka, nilikuwa na part time jobs hapa na pale. Na Jumamosi na Jumapili nilikuwa pia na vitu vingine, naenda kanisani na ninashiriki kwenye vitu mbalimbali. Kwa hiyo nilitaka nielewe kila kitu kuhusu nchi ile. Mpaka sasa hivi ninavyosema nimeenda kila mkoa wa nchi ile. Kila mji nimeenda. Kama mingapi? Sasa hivi sikumbuki vizuri. Ila sio nchi kubwa sana, kwa sababu nchi yao inaingia mara 10 kwa Tanzania. Ni ndogo. Ni ndogo sana, lakini wana vimikoa vingi sana ambavyo ni rahisi kwenda kwa sababu ya miundombinu. Nilienda kila mahali. Na huko tulikuwa naenda kwa tour. Wewe unaijua vizuri sana Korea. Kabisa, kila mahali tulikuwa naenda kwa tour, kama kuimba, tumeandikwa kwa sababu serikali ilikuwa inatualika kuimba kwenye shamra mbalimbali. Kwa kila mahali tumefika, na ndio maana iliniuma kwa sababu yani kuna wakati mkuu kulikuwa kuna Asian Summit 2021 nafikiri. Asian Summit ni nchi zote za Asia walikuwa nakutana Korea kwa ajili ya summit. Kwa hiyo marais wote walifika, wake wa marais walifika. Mtu pekee ambaye walimwalika kutoka outside of Asia ilikuwa ni mimi na rafiki yangu ile Nigeria. Ndio ametualika kwa bwana njoo muimbe.
lakini walitualika kwa sababu tu kuonyesha image kwamba Korea, you know, tuna accept, kuna inclusion, exactly. Kama wanakubali watu wote. Yeah, tumeenda, walitutreat vizuri sana. Wametupa hoteli 5-star hoteli, wametupa pesa, tumekaa pale kwenye hoteli siku kadhaa. Kuna huo mji unaitwa Busan. Alafu siku ya show tukaingia kupiga show. Kali sana, tupiga show mbaya sana, hadi mawaziri wakawa wanasimama tu wanapiga makofi. Okay. Na rafiki yangu mbaya sana, lakini nakuja kwenye mambo hapo ndio kimenisha nilikuwa napitia shida. Tumemaliza pale tu show, nikaenda kwa hao wakuu. Sasa bwana, sisi tuna tatizo na hii issue na visa. Ni kweli tunapenda kuendelea kukaa hapa kwa sababu ya connection na life ambayo tumekaa hapa miaka 9, tunahitaji. Ilikuwa na Nigeria yule pia alikuwa na ana problem hiyo. Yaani sisi wote tulikuwa ni pamoja. Tunaishi pamoja, tuna matatizo mamoja. Yaani tunasema, "Oh, we'll talk to you." No, nobody talk to you, man. Nobody talk to you. Ile nivunja moyo sana. Sana. Kwa sababu nimerudi Tanzania, nimerudi Afrika, na vision yangu kama Korea ni kwenda nchi zote za Afrika, kila mahali. Okay. Bado tusalie Korea. Ndiyo. So kacha yao ikoje? Yani ni watu wa aina gani wale watu? Kwa kweli ni watu ambao wanapenda sana vya kwao. Ni watu ambao wanapenda sana Korea na hawana, yani wana ubinafsi, lakini ule ubinafsi ni wa pamoja. Yani wenyewe hata kwenye neno lao huwa hawezi kusema me, wanasema we. Wanatumia neno linaloitwa uri ni kama us, like uri nara, this is our country, you know. Uri mshik, like this is our food. Kila kitu anatumia our. Na ndio maana foreigners wanaweza kupitia shida kidogo, kwa sababu ikishafikia kwenye jambo la foreigners na Koreans, unajua they're gonna side with Koreans. Mtabaki ninyi tu. Mtabaki ninyi. Mtapambana na hali yenu. Usitegemee kwamba watu wateteeni. Hapana kabisa. Wanajali sana vya kwao, na ndio maana ukifika kule lazima usome lugha. Unaona na ukifika kule lazima ule vyakula vyao. Yaani lazima ukifika kule lazima uwe Mkorea. Okay. Na hicho ni kitu ambacho mimi sikukubaliana nacho. Nilikikataa. Kwa sababu nikataa kwa sababu wengi sana wakifika kule wanabadilika, yani wanakuwa kama wa Korea. Kwa hiyo sasa ukiwa kama wa Korea hausaidii chochote, kwa sababu hawajifunzi chochote kutoka kwako. Yani kama ukifanya kila kitu kama wao. Mimi hiyo nilikataa. Ndio maana hata mwisho wa siku nikasema kwamba inabidi nirudi na tumeitangaza na Tanzania, unajua Korea. Mpaka ubalozi umeingia kule mara ya kwanza, sisi ndio tulikuwa watu wa kwanza kukaribisha ubalozi. Sisi ndio tulisaidiana na mabalozi pia tulikuwa naenda kuimba sana kwenye events mbalimbali za mara ya kwanza. Tukaanzisha hadi darasa la Kiswahili, na mimi nimefundisha pale darasa la Kiswahili. Kwa hiyo yani ni watu ambao wanapenda sana vya kwao, ni watu ambao wanajali sana Korea, na ni watu ambao wanafanya sana kazi. Yani hizo kazi unasema mimi kufanya kazi, kikweli kabisa nimechukua kwao. Yani muda wa kufanya kazi wanapiga mzigo kweli kweli. Na sio ile kwamba bosi hayupo haufanyi kazi, no. Yani kama ni task ya kuisha leo wanapiga kazi mpaka wamalize leo. Na hata kama ikiwa nyingine ya kesho wanaipiga leo, nataka waimalize leo ili kesho waendelee na vitu vingine. Na ukifika wakati wa bata, piga sana bata. Na ndio maana wamefanikiwa sana, ndio maana wako mbali sana. Yani mi spirit nipata kwao. Okay. Possibility, uwezekano wa mtu kutoka nchi nyingine hasa Mwafrika kuweza kuoa kule ikoje? Kwa kweli possibilities ina zipo, na ila inategemeana na wazazi, kwa sababu wa Korea ni watu ambao wanaheshimu sana wazazi wao. Kwa mfano, kwa watoto wa kike wengi sana wameolewa na watu wa Afrika. Kwa sababu ni watoto wa kike, wenyewe pia wana hiyo jambo la kike na kiume. Ila kama ni wa kiume, yani ni vigumu sana damu ya Mkorea ya mtoto wa kiume kuoa Mwafrika. Yani wazazi hawezi kukubali. Vijana wengi wanataka, yani unajua ni trend. Labda amekutana chuo wapi akampenda binti wa Kenya, Mtanzania, Nigeria. Wazazi hawezi kukubali. Wazazi, kuna wazazi ambao wako very, yani hawakubali kabisa. Wanasema hapana, hiyo haiwezi kuwezekana. Lakini kuna wazazi ambao pia yani mioyo yao imeachia. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna kitu kinaitwa Blasian. Blasian ni kama black and Asian couple. Ni kitu ni trend, yani utaona picha nyingi sana Blasian couple. Kwa ni kitu ambacho kinatokea sana siku hizi kimsingi. Ili kuchukua muda gani kuweza kuzoea maisha ya kule? Ilinichukua miezi 3. Wakati nimefika miezi 2 ya kwanza nilikuwa nalia mzee. Yani kabisa mwanaume nalia. Nilikuwa napanda juu ya gorofa nalia, naangusha kilio. Alafu
nilikuwa naomba ila pia nalia. Kama Mungu nirudishe tu nyumbani, kama ndio maisha ndio haya. Nilikuwa sielewi chochote. Lugha sielewi kwa sababu wengi wao waongea Kiingereza. Chakula sikijui. Nikasema hapa siwezi kukaa. Miezi miwili mimi naomba nirudi. Niko namuomba Mungu nirudishe kwa sababu yeye ndiye niliyemuomba nipeleke kule. Na of course nilifanya kazi pia. Lakini sasa mwisho wa siku baada ya miezi miwili nikatokea tu kupenda. Kwa sababu ile miezi miwili ya kwanza nadhani kuna vitu nilikuwa siviachia, yani nilikuwa niko pale na nilikuwa nataka niendelee, yani ule ugumu ule kwamba hapana mimi nataka ugali. Nataka hizo. Sasa ilibidi niachie. Unataka kwa miaka 5 yani lazima ukubaliane na hali yako. Kwa hiyo baada tu ya kuachia kukubaliana, mambo yakawa ni safi kabisa. Nikapenda sana chakula, nikapenda sana lugha, japokuwa ilinitesa sana. Na watu pia. Lugha ni ilikuchukua muda gani pia at least kuimaster? Kusema ukweli mimi kwenye upande wa lugha nilikuwa ni mbovu. Kabisa. Hata English mimi nimeenda Korea mkuu siongee Kiingereza. Unajua elimu yetu ya shule za kawaida English unakuwa huko vizuri sana. Yani mimi kujua Kiingereza ni kwa sababu Kikorea kilinitia hasira. Nikasema hizi Korea siwezi kuongea na Kiingereza. Nikasema hapana. Ndio nikaanza kusoma Kiingereza na nilikuwa na marafiki, nikaenda kwa jamaa mmoja wa US, mwingine Australia na Canada. Nikasema mimi nataka muwe rafiki zangu kwa sababu nataka nijifunze Kiingereza chenu. Ndio nikaanza kujifunza. Ila Kikorea kikweli kabisa nikiwa mkweli zaidi ilinichukua miaka 3 kukimaster. Kwanza yani na hapo yani bado si ya kimaster, yani kwanza ukiongea kidogo. Ila kusikia nasikia naelewa, ila kuongea ni kidogo kidogo. Ila nilipofika miaka 5 hivi yani ndio nikawa naongea. Sasa hapo nimeshamaliza chuo tayari. Ndio naongea hivi 6 7 8 niko vizuri tupo kwenye TV show naongea Kikorea fresh tu. By the way nilikuwa naona aliko kwenye vipindi kabisa vya TV mnafanya mazungumzo kwa Kikorea na unakipiga. Nataka nijue, wengi wao tunataka kujua ukaribu uliopo ama connection yoyote ama mwingiliano kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini. Ndio. Ukoje? Watu wa Korea Kaskazini wanaweza kuja na wa Kusini kwenda Kaskazini? Kwa kweli kwa sasa hivi hapana, ni vigumu sana. Ni ngumu sana. Yani ile tension ipo. Ile tension ipo sana na nadhani wengi watu wa South Korea ambako ndio nilikuwa naishi, wengi hawataki kwenda kule. Unaona, wengi hawataki kwenda kule. Ila nadhani watu wengi wa North Korea wanataka kwenda South Korea kwa sababu ya urahisi wa maisha. Kule pamebanwa sana. Kule kumebana sana. Kwa hiyo hata mimi rafiki yangu mmoja ni North Korea. Naye alikimbiaga huko kipindi hicho. Akaja South Korea, sasa hivi yupo US. Akaja. Kwa hiyo kuna wengi ambao wanakimbia ndio na uwezo wa kuja au wengine wanapitia China alafu ndio wanaingia South Korea kuishi. Na tofauti yao nini zaidi by the way? Yani pale mkuu tofauti yao ni zile historia za nyuma, vita. Lakini muonekano ni wale wawezi hata watofautisha. Wako vile vile lugha, dialects it's a little bit different, lakini wanaongea lugha moja. Hata chakula pia ni kimoja, lakini muonekano wake ni tofauti kwa sababu kuna restaurants za North Korea, South Korea. Hata mimi mwenyewe nilienda pale. Kwa hiyo ni vyakula vyao viko vile vile. Kila kitu ni sawa. Na kuna restaurants za Kiafrika Korea? Wa Nigeria na wa Ghana. Hapo ndio tulikuwa tunaenda kula ugali, wenyewe wanaita fufu. Piga sana fufu yani. Wanazo sana wa Nigeria, wanazo sana kule. Chakula cha Kitanzania sisi tulikuwa tunaenda kwa Mama Balozi kipindi hicho. Mama Balozi yeye alikuwa anatuita wanawake, kwa hiyo tulikuwa tunaenda piga sana. Mama Balozi mke wa balozi au jina lake? Kipindi hicho yeye alikuwa ni mwanamke balozi. Hadi nimesahau jina, ile ilikuwa ni Mtanzania. Ni Mtanzania. Balozi wa Tanzania Korea. Ndio alikuwa balozi wa kwanza kule. Kwa hiyo amebaki kule. Sasa hivi ameondoka kwa sababu amepelekwa balozi mwingine mpya. Kwa hiyo ni kama tuliondoka naye. Community ya Watanzania Korea ikoje? Iko wengi au? Kimsingi wapo wengi. Alafu ni very strong. Tulikuwa naitwa Tanrock. Tanzanians in Korea, I believe. Tanrock. Wapo wengi sana wa Tanzania kule, ila wengine wapo kwenye community. Mpaka sasa hivi nipo kwenye WhatsApp group. Yani tulikuwa tunajitahidi sana. Japokuwa wakati wa mwisho mimi nilikuwa sihudhurii sana. Ila walikuwa wana event nyingi sana. Sijui za wakati wa uhuru, wakati wa mwaka mpya,
wakati wa sherehe mbalimbali, kama mtu akifiwa kumchangia, au harusi kuchangia pia. Ni very strong community. Umekuwa unaenda kwenye hizi concerts, unaimba, unafanya ukijaga huku Tanzania, hiyo side yako ya uimbaji unaiondoa kabisa, yani utaki watu wajue kwamba Mika ni mwanamuziki unaimba. Kwa nini iko hivyo? Kwa sababu unajua huku nyumbani mziki ni tofauti kidogo. Mimi kule mziki nilikuwa nafanya kama ni talent, lakini pia kwa ajili ya pesa. Sababu unaenda pale ni mtu unaimba dakika 3 umepata $1,000. Yani imba dakika 3, dakika 5. Tulikuwa tunaishi kwa sababu ya ile. Kweli? Kabisa. Na huyo mshikaji wa Nigeria? Mshikaji wangu, yani kabisa zile show tunafanya, kila unayofanya unalipwa. Yani kuna ile show moja tulifanya, ile ilikuwa na malipo mazuri sana, 3,000. Yani kila mmoja amepata. Okay. Hapo meimba kwa muda mfupi tu. Ukizungumzia 3,000 kama milioni 8-7 huko, hela nyingi sana. Hela nyingi sana. Nyingi sana. Sasa nilipojua kwamba narudi Tanzania, nijua kwamba siwezi nikaenda nikafanya mziki kwa ajili ya malipo. Kwa sababu pia waimbaji ni wengi. Okay. Kwa hiyo mimi ninachotaka kufanya, nafanya mziki kama hobby tu. Kwa hiyo nikipata muda, kwa sababu sasa hivi niko busy sana, nikipata muda naandika vitu, natupia mimi mwenyewe tu kwa ajili yangu mwenyewe. Okay. Kwa sababu napiga vyombo vya muziki, naimba kwa ajili yangu. Unapiga nini na nini? Napiga piano, pia napiga na acoustic guitar. Nataka kurudi kwenye Swahili Nation sasa. Okay. Ulianzishaje? Ilianzaje? So baada tu ya kumaliza chuo, nilipata kazi. Nilikuwa nimeajiriwa na kampuni fulani ya Kikorea, nikafanya kazi kama miezi 9 hivi. Nilifanya miezi 9, nikaona kwamba I don't deserve to be here. Yani kwamba unajua mtu ukiwa una vision, alafu upo mahali unafanya kazi chini ya mtu, unahisi kama yani unazuiliwa vile. Yani unahisi kama yani nataka ni break out, ila siwezi. Kwa hiyo nikaacha ile kazi. Na ilikuwa ni kazi inanilipa vizuri. But nikaondoka. Niliondoka sina hata plan B. Hiyo nilikuwa ni mwaka 2019 nadhani. 2019 mwezi wa 7 wa 8 hivi. Nimeondoka. Sasa pale ndio nikaanza na YouTube. Kwa sababu ugumu wa maisha ni kipimo cha akili. Kwa hiyo niliondoka, hakuna hela tena. Nimepoteza visa, nimepoteza insurance, nimepoteza kila kitu, na nimekaa kwenye nyumba ambayo ninalipia kila mwezi, na maisha kule ni gharama. Je, nikasema sasa ngoja tu nifungue YouTube channel, kwa sababu vitu uliona ile clip iliyosambaa, nilikuwa nafundisha watoto Kiswahili, nyimbo. Sasa nilikuwa tayari ninafanya hiyo miaka yote behind the scene. Lakini mwaka 2019 nikasema ngoja nifungue channel rasmi ya kuweka hivi vitu vyote ambavyo nafanya kule, kwa sababu nilikuwa naweka tu kwenye channel ya Mika Chavala. Kwa hiyo nikafungua hiyo mwaka 2010 na channel ilifunguliwa mwaka 2018, la mwaka 2019 ndio nikaamua kwamba nitaita Swahili Nation. Na kwa nini Swahili Nation? Kwa sababu unajua Watanzania tupo kule Korea, lakini pia kuna Watanzania wengi nchi nyingi mbalimbali duniani. Na mimi asili yangu ni Mtanzania, ni Mswahili. Kwa nikasema I need to call it Swahili. Lakini pia nation, kwa sababu nilikuwa natamani nitengeneze community, yani nitengeneze taifa jingine. Taifa jingine la Waswahili wote ambao wako duniani kote, wao wana taifa lao ambao inaitwa Swahili Nation. Hiyo ilikuwa ni mpango wa kwanza. Lakini wa pili, kama unaofahamu vision au maono ya Swahili Nation ni kuwa na one Africa. Afrika moja. Sasa kwa nini Swahili? Swahili ni lugha ambayo ilitumika Tanzania kuunganisha makabila zaidi ya 121 kuwa kitu kimoja. Sasa hivi Tanzania hatuna shida na ukabila kwa sababu ya Kiswahili. Umeona? Kwa hiyo ile Swahili Nation kimsingi inamaanisha one Africa, inamaanisha one nation. Umeona? Kwa hiyo na hiyo ndio element moja hapo ambayo tunataka tunaipush katika nchi zote za Afrika, ili kwamba waweze kutumia hii lugha ili tuweze kuunganisha pamoja. Sababu kama mnataka kuwa kitu kimoja lazima muwe mna lugha pia. Kwa hiyo mwaka 2019 ndio nikaanza hiyo. Mwishoni ndio corona ikawa inakuja. Kwa hiyo nimeacha kazi, corona ikakuja, nimeanza YouTube, ikaanza ku take off mwaka 2020 mwanzoni pale, ndio ikaanza ku take off kidogo kimkia nafanya reaction videos.
lakini nilikuwa nafanya vile kwa sababu nilikuwa nataka pia ni draw audience, kwa sababu audience wengi wanapenda entertainment. Yes. Kwa hiyo ndio ilikuwa ni engo ambayo nimeanza nayo, lakini kama nilivyokuambia kwenye maongezi yetu, mimi sio YouTuber. Yani lengo lako ni tofauti kabisa. Ndio maana sasa hivi naona kwamba imeshift kidogo. Ila huo ndio ulikuwa mwanzo wa Swahili Nation. Yes. Na ulikuwa na ule dada Mkorea yule. Asali. Alikuwa anapendwa sana yule. Asali ya. Ulipomwambia kwamba unarudi nyumbani alijisikiaje? Bwana, alijisikia vibaya, na tuna video kabisa ya mara ya mwisho wakati naondoka airport, sababu alikuja na mimi mpaka airport. Alikuwa anataka ajikaze, yani awe mgumu, kwa hiyo akaniaga sema bye bye, afu nikawa naondoka hivi akarudi tena analia. But Maki mlikuwa chemistry yenu ilikuwa noma sana. Chemistry ilikuwa ni amazing, na miaka 3. I say. Hapo yule dada amejitoa sana, yani amejitoa kweli. Hadi kamera niliyokuwa nilikuwa natumia kamera yake. Alijitoa sana, yani alijitoa muda wake, alijitoa vitu vingi sana. Yani hadi watu walikuwa wanashangaa, wewe kwa nini unafanya hivi? Yani mtu ambaye alijitoa, yani alikuwa siku zote yuko pale. Yes. Whenever I need her, she was there. Wakati naanza nilikuwa peke yangu, lakini baada ya muda kidogo, miezi 6 baadaye au 7, ndio tukakutana na tukaanza kufanya pamoja. Urafiki fulani hivi strong sana. Exactly.